Papa Francis ambaye ni kiongozi wa kanisa la Katoliki. Habari za kifo chake zimetangazwa na Vatican hii leo, ikitaja kuwa Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 alifariki mwendo wa saa 1:45 asubuhi hii leo. Kanisa Katoliki sasa linaingia katika kipindi cha maombolezo, huku makardinali wakijiandaa kumchagua mrithi wake. Sheila Chelangat na taarifa hii. Domenica delle Palme. Papa Francis, papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini ambaye amekuwa mkuu wa kanisa Katoliki, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Vatican ilitangaza mapema Jumatatu kupitia Kardinali Kevin Farrell kwamba Baba Mtakatifu alifariki saa 1 asubuhi katika makazi yake ya Casa Santa Marta nchini Vatican. Jumatatu hii ambayo ina umuhimu mkubwa kwa Wakristo kote ulimwenguni. Mnamo Februari mwaka huu, Papa Francis alilazwa hospitalini kwa ugonjwa wa bronchitis ambao ulizidi kuwa pneumonia. Baada ya siku 38 hospitalini, alirudi Vatican kupata nafuu, lakini alibaki dhaifu. Licha ya changamoto zake za kiafya, alijitokeza hadharani kwa ufupi katika uwanja wa St. Peter's Square wiki chache tu kabla ya kifo chake, akiwatia moyo wengi kwa moyo wake wa kustahimili. Aprili mwaka 2024, hayati Papa Francis aliidhinisha toleo jipya la kitabu kwa ajili ya ibada za mazishi za Papa, ambalo litaongoza misa ya mazishi ambayo bado haijatangazwa. Kulingana na Askofu Mkuu Diego Ravelli, msimamizi wa ibada za kitume, hayati Baba Mtakatifu Francis aliomba ibada ya mazishi irahisishwe na kujikita katika kueleza imani ya kanisa katika kufufuka kwa Kristo. Papa Francis alizaliwa kama Jorge Mario Bergoglio Bueno Aires nchini Argentina na kuchaguliwa kuwa mkuu wa kanisa ya Katoliki mwaka 2013. Aliwashangaza wengi kwa mtazamo wake wa unyenyekevu alipokataa mila za upapa za awali, akichagua kuishi kwa urahisi na kuzingatia watu waliotengwa na wale maskini. Taratibu za maziko yake zilizotayarishwa kwa matakwa yake mwenyewe zitaangazia usahili na imani katika ufufuko, ikionyesha maisha yake kama mtumishi na mfuasi mnyenyekevu wa Kristo. Kanisa Katoliki sasa linaingia katika kipindi cha maombolezo, huku makardinali wakijiandaa kumchagua mrithi wake ambaye anatarajiwa kuendeleza urithi wa kimaendeleo ambao Francis aliutetea. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Tusalie kwenye taarifa hiyo na